Saratani sio gonjwa rahisi. Unapozungumzia saratani unavuta hisia nyingi sana, kwa maana ya hatari ya ugonjwa, hata useme athari za matibabu, kwa sababu wakati mwingine tunahitajika kufanya pasuaji ambazo pengine mtu atapoteza sehemu ya mwili wake. Kwa hiyo kuwa na uelewa sahihi inasaidia, moja, kwanza kugundua dalili, maana tunaanzia namna ambavyo tunaweza kwanza kuipunguza. Tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Na pale ambapo tutatafuta au tutajua kwamba tuko kwenye hatari kwa kiasi gani na kuchunguza, inatusaidia kupata ugonjwa ukiwa pengine labda haujawa saratani, au unapata ugonjwa ukiwa katika hatua za awali. Napozungumzia hatua, saratani tunaiweka kwenye wagonjwa wa saratani, tunaweka kwenye makundi mbalimbali kutokana na ukubwa wa tatizo. Saratani inaanza ikiwa ndogo, baada ya muda inakuwa kubwa na kuathiri kiungo husika, baadaye inataka kushambulia maeneo mengine. Kwa hizi stage za awali ni pale ambapo saratani ni ndogo, uwezekano wa kuitibu unakuwa mkubwa kuliko pale ambapo saratani imeshaelekea katika viungo vingine tofauti na ilipoanzia. Kwa hiyo ile kwamba kujua ilivyo na namna inavyoanza na dalili zake itasaidia wagonjwa kuja mapema kabla haijawa saratani, au ikiwa katika hatua za mwanzo ambapo matibabu kwa uhakika yanaweza yakasababisha kupona kabisa. Si ndio? Hiyo ni moja, lakini kuwa na uelewa sahihi inasaidia mgonjwa kukubali matibabu. Kuna dhana potofu sana kuhusu saratani pamoja na matibabu yake. Mtu akizungumzia dawa za saratani, kitu ambacho kinaonekana kwa mara ya kwanza ni mtu nywele kudondoka, kukonda, kuchoka. Lakini tukizungumzia tiba mionzi, yani hiyo ndo hatari kabisa. Jamii iko kwenye sintofahamu kubwa sana. Upasuaji, baadhi ya saratani utahitajika kutoa kiungo husika kilichoathirika. Kwa sio kitu ambacho ni rahisi kukubali kama hauna uelewa sahihi. Kwa hiyo ukiwa na uelewa sahihi ni rahisi kuelewa kwa nini nafanya kitu fulani, kwa nini nikubali kitu fulani, kwa nini nikubali tiba fulani, si ndio? Na mara zote wataalamu wa afya tuko sehemu ya kushauri. Sehemu ya maamuzi iko kwa mgonjwa. Kwa hiyo tunajitahidi kutoa taarifa sahihi ili mgonjwa aweze kufanya maamuzi kama inavyotakiwa. Na mara zote tunatamani mgonjwa afanye maamuzi sahihi. Lakini pia inapunguza gharama za matibabu. Ukielewa kwamba hii ni saratani na inatibiwa 1, 2, 3 kutokana na aina ya saratani iliyopo, inakupunguzia kutafuta vitu vingine ambavyo vinakuingiza kwenye matibabu moja. Lakini pia labda kuisema kabla, ukipata ugonjwa ukiwa kwenye hatua ndogo, gharama za matibabu zinakuwa chini kuliko ugonjwa ukiwa mkubwa. Kwa hiyo inakupunguzia go and come back ya kutafuta huduma kwa sababu umeelewa. Lakini inakusaidia pia kuadhia kwenda sawa sana yale matibabu. Ni kweli tiba zetu pamoja na ugonjwa wewe una changamoto, lakini unapoelewa, tunaposhirikiana wataalamu wa afya pamoja na mgonjwa, tunafikia lengo tunalotakiwa kufika. Kiufupi hivyo ndo naweza kusema. Nashukuru. Kati ya changamoto ambazo tunazipata ni kwenye matibabu ya saratani, ni pale unapoona mtu mwenye umri mdogo. Basically nikisema umri mdogo, so definition inatofautiana. Nasomea like 45 years ilo kwa miaka 40. Hii tatizo unaionaje kwa kwetu sisi hapa Tanzania? Ni tatizo kubwa sana. Sio kitu ambacho tunaweza tukalifumbia macho. Na tunaona baadhi ya saratani ambazo zinazidi kuonekana kwa wagonjwa ambao wana umri
hatusemi ni wadogo sana, lakini umri ambao haujazoeleka, ni mdogo ambao haujazoeleka. Zamani tulikuwa tunaona wabibi wa babu ndo tunasikia saratani ya tezi dume, saratani ya nini. Lakini kwa sasa hivi tunaona wagonjwa wa miaka 20, 30, 40 ambao wanapata saratani. Labda nikizitaja tu, moja ni za matiti, nyingine ni za utumbo mpana. Tunapata saratani za umio huku kwetu. Sasa ni kitu tunakiona na kinaongezeka. Sasa ukifikiria pia aina ya maisha au tabia ambazo tunaziishi sasa hivi, inakupa tena uliwaza zaidi kutokana na namna tunavyoishi, lishe zisizo bora, matumizi ya tumbaku kupita kiasi, matumizi ya pombe kupita kiasi. Kuna mchango ndio wa vinasaba, lakini wakati mwingi sana unahitaji wewe uongeze kingine ndio ikusababishie. Kwa hiyo sasa inatupa pia watafiti maswali mengi ambayo sasa ndio inabidi tuyafanyie kazi, kwamba zamani ilikuwa labda kutafuta, kuna kitu tunaita screening. Screening kwa Kiswahili ni kufanyaje? Uchunguzi wa awali. Yes. Uchunguzi wa awali ulikuwa umetarget makundi ya watu ambao ni wazee. Lakini siku zinavyozidi kwenda, kutokana na namba tunazoziona, nadhani uchunguzi unaanza mapema zaidi, hata kwa vijana wengine wakiwa wako kwenye hatari zaidi, tena unaanza mapema zaidi. Kwa hiyo kushauri ni kwamba kutokana na namna ambavyo tunaona, tunashauriwa kuangalia mitindo yetu ya maisha, namna tunavyoishi. Lishe zilizo bora ni muhimu sana. Tukisema lishe, chakula chetu kama Watanzania kwa kiasi kikubwa ni wanga. Utakula wali mwingi, mboga kidogo, matunda moja, hivyo. Kitu ambacho kimeonyesha kuwa na hatari, si ndio? Kwa hiyo tubadilishe zaidi, tutumie, of course tusiache wanga, maana ni chakula muhimu sana, lakini tupunguze na tuongeze makundi mengine kama protini, mboga za majani na vingi. Lakini pia kuepuka tabia hatarishi au matumizi ya vitu hatarishi ambavyo nimeshavisema awali. Kuna saratani nyingine zinazotokana na maambukizi ya virusi. Tukizungumzia saratani ya shingo ya kizazi, si ndio? Ambayo kinakuwa linked na kirusi cha papiloma, ambacho kinaambukizwa kwa njia ya kujamiana, si ndio? Kuepuka hizo tabia hatarishi. Lakini pia kuna chanjo. Kuna chanjo tunapozungumzia saratani pia hiyo ya mlango wa kizazi au shingo ya kizazi. Sasa hivi serikali yetu imeweka mpangilio wa chanjo kwa mabinti kati ya miaka 9 hadi 14, ambao ni hatua nzuri sana, na hii chanjo imewasaidia nchi nyingine zilizoendelea kuweza kuondokana kabisa na hii saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia kuna chanjo ya kirusi kinachosababisha homa ya ini, ambacho mtu tu unaweza ukaenda ukaipata kwa gharama kidogo, hasa wataalamu wa afya, maana tunashiriki sana katika kugusagusa wagonjwa. Lakini pia nisisitize tu kujielewa kwamba hii ni kawaida yangu. Unapopata dalili, utafute kupata msaada mapema. Kwa sababu saratani zinapokuwa nyingi, zinapokuwa hatua za awali, kunakuwa hakuna dalili za kueleweka. Hakuna kwamba utapata maumivu au nini. Mara nyingi inaenda ikiwa haina dalili yoyote, kwa inapaswa ujichunguze. Unaposikia kwamba kuna kambi ipo inachunguza saratani na wewe ni mwanaume au mwanamke, umekuwa umeitwa, basi ni vyema kushiriki. Kupata saratani ikiwa hatua ya awali, kuna uwezekano mkubwa sana kupona. Ndio. So hapa tunazungumzia uchunguzi wa awali, si ndio? Ndio. Na kabla umeshazungumzia kati ya saratani ambazo zinaongoza kwa kugundulika hapa Tanzania. So nataka kufahamu ni namna gani bora tunaweza tukafanya uchunguzi wa awali, hasa tukitarget hizi saratani 4 ama 5 ambazo tumezitaja hapo awali. Alafu napenda pia kufahamu saratani ipi ambazo ndio zinaongoza kwa vifo. Okay. Alafu tuone kama tunaweza
epuka kwa kutumia uchunguzi wa awali? Sawa. Tukizungumzia uchunguzi wa awali, saratani ambazo zinatusumbua kwa bahati nzuri kuna utaratibu wa uchunguzi wa awali. Okay. Si saratani zote zina utaratibu wa uchunguzi wa awali kutokana na namna huo ugonjwa unapotokea, ni mambo ya kisayansi. Okay. Lakini nyingi zinazotusumbua sasa hivi, ukianza na saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya tezi dume, saratani ya utumbo mpana, kuna utaratibu kabisa ambao umethibitika wa namna ya kufanya uchunguzi wa awali. Tuanze na saratani ya shingo ya kizazi. Katika hospitali zote nadhani za mikoa, za kanda na baadhi ya hospitali za wilaya pamoja na hizi hospitali za level ya chini, kuna vituo vya afya, kuna utaratibu ambao unaweza mwanamke ambaye una miaka kati ya miaka 25, 30, 25 kama ni mwathirika wa VVU, au 30 na kuendelea 35, unachunguzwa pale kwenye shingo ya kizazi au mlango wa kizazi kama kuna mabadiliko ya awali ambayo yanaweza yakapelekea saratani. Ni uchunguzi rahisi sana na unakubalika na umethibitika. Wakikuta kuna mabadiliko ya awali, kuna namna ambavyo wanaweza kukusaidia katika kuyaondoa kabla haijawa saratani, na unabidi uende sawa na mpangilio ulivyo. Wakikwambia urudi baada ya mwaka, inatakiwa uende hivyo ili kupunguzie uwezekano wa kupata saratani hiyo ya kizazi, ambayo ya shingo ya kizazi, ambayo sasa ndio tatizo kubwa linaloongoza kwa wanawake. Okay. Na umesema hii inasababishwa na kirusi? Na kirusi cha HPV. Okay. Yes, ukiachana na chanjo, lakini kuna uchunguzi wa awali. Uchunguzi wa awali. Yes. Okay. Tukizungumzia saratani ya utumbo mpana, kuna utaratibu wa uchunguzi wa awali wa hii saratani ambayo tukifika miaka kuanzia nadhani 45 kwa sasa, inabidi wewe unafanya uchunguzi wa kuangalia njia ya haja kubwa. Na kama kuna ndugu ambaye aliwahi kupata saratani ya utumbo mpana, unatakiwa uanze hata kabla miaka 45. Ni uchunguzi ambao ni rahisi pia, sio upasuaji, ambao unaweza ukagundua ugonjwa ukiwa mapema. Lakini pia ni kujua hizo dalili, kwa mfano kupata choo ambacho kina damu, wakati mwingine kutopata choo kawaida kama ambavyo umezoea, either unaenda mara kwa mara au unakuwa unapunguza zaidi. Sasa mara nyingi mpaka zimefikia hizi dalili unakuta ugonjwa ni mkubwa, na ndio maana tunashauri hasa kufanya uchunguzi kabla hata ya dalili. Tukizungumzia saratani ya tezi dume, japo kuna majadiliano mengi kwa habari ya kufanya uchunguzi wa awali, lakini kuna wanaume ambao wamekuwa na hili tatizo la vimbe za tezi dume ambazo sio saratani. Sasa kuna namna wanaangalia kwa vipimo vya damu, wakati mwingine vipimo vya daktari mwenyewe, kuangalia ukubwa wa tezi dume na namna inavyoonekana, ili kugundua pia mapema. Kwa hiyo tuseme saratani gani inaongoza kwa visa ni kwa wanawake? Ni saratani ya shingo ya kizazi. Saratani gani inaongoza kwa vifo kwa wanawake? Ni saratani ya shingo ya kizazi pia. Okay. Je, kuna njia ya kupunguza uwezekano wa kupata au kuchunguza kupata hatua za zipo? Okay. Tukiamia kwa wanaume vivyo hivyo, ni saratani inaongoza kwa visa, lakini pia ni saratani inaongoza kwa vifo. Okay. Of course kuna vitu vingine hapo vitabadilika ukienda ya pili na ya tatu, lakini hizi tukiweza kuzicontrol tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana.